عجبا للمحب كيف ينام كل نوم على المحب حرام. Ndugu zangu, kabla ya qiyam nilikuwa nazungumza na rafiki yangu Sheikh Shaabani wa Pembe. Yeye ananiambia, Sheikh Singa sema wewe, na mimi namwambia sema wewe. Mimi katika hadhara hii kwa yaliyosemwa nimekwisha shiba. Kwa hiyo wewe unaweza ukaendelea. Akasema hapana, sema. Sasa mimi niseme machache tu. Ndugu zangu, elimu na malezi ndiyo msingi wa maendeleo ya jamii. Elimu, ukimwangalia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an ameweka wazi lengo la kuumba viumbe tukiwemo sisi binadamu. Akasema, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati, Allah ni yeye pekee ndiye aliyeumba mbingu saba. Wa minal ardi mithlahun, na ardhi akaumba saba. Na wasomi wanatuambia kutoka tabaka la kwanza la ardhi kwenda la pili ni umbali wa miaka 500. Kutoka ardhi ya kwanza kwenda tabaka linalofuata ni umbali wa miaka 500. Wa minal ardi mithlahunna. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala katumia lugha ya kufupisha, hakutaka tena kutaja idadi mithlahunna kama nilizotangulia kutaja katika mbingu. Maana yake ni kwamba hata sisi wasemaji tuwe na kawaida ya kuwa na ikhtisar katika maongezi yetu, kwa sababu kila linalozidi lina faida ukitoa nini? Maneno. Na maneno hasa ni ya wakina mama, kama alivyosema al-Imam Malik. Huwezi kukuta mwanaume ana maneno mengi. Maneno ni ya kina nani? Ya wakina mama, wao ndo wanapeana ubuyu, lakini sisi wanaume hapana. Wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Lita'lamu, ili muweze kujua. Hapa ni elimu. Maana yake lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kuumba mbingu na ardhi na kukuumba wewe ili upate kufanya nini? Kujua. Kwa hiyo lengo la kuumbwa mwanadamu ni kujua. Sallallahu alaihi Muhammad. Tumezoea lengo la kuumbwa mwanadamu ni kufanya nini? Kuabudu. Lakini ukiangalia liya'budun, pia Abdullah ibn Abbas anasema ina maana ya kujua, ibada kwa maana ya maarifa. Kwa hiyo elimu ndiyo msingi wa maendeleo katika kila jamii. Na ndiyo maana
Allah subhanahu wa ta'ala mara baada ya kumuumba sayyiduna Adam anasema ndani ya Qur'an, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika. Nyenzo ya kwanza ambayo ingemwezesha Nabii Allah Adam, Mwenyezi Mungu ameona ni nini? Elimu. Lakini sio hivyo tu, wahyi wa kwanza kwa Mtume Muhammad ulikuwa ni nini? Elimu. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insan, iqra wa rabbuka alladhi 'allama. Maana yake nini? Alladhi 'allama. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe ni mwalimu. Sallallahu alaihi Muhammad. Alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Elimu. Sio hivyo tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajipambanua kwamba yeye kazi yake duniani ni ipi? Akasema, innama bu'ithtu muallima, hakika mimi nimekuja kwenu, nimeletwa kwenu niwe mwalimu. Lakini itoshe kuwa mirathi bora aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwa mirathi nyingine, innama warathu al-ilm, walirithisha nini? Elimu. Na hapa kuna changamoto, kuna baadhi ya uelewa usiofaa kuhusiana na dhana ya elimu. Wenyewe wazungu wanasema misconceptualization, yani kwa maana watu wanadhani mtazamo ambao sio sahihi kuhusiana na elimu, kwa maana elimu moja. Hapana, elimu zote ni za Muislamu. Alhikmatu dhallatul mu'min, hekima ama elimu kitu kilichompotea mwanadamu. Fa ainama wajadaha akhadhaha walau kanat inda mushrikin, popote utakapokuta elimu unatakiwa uichukue. Na ndio maana tunasema hata hivi sasa viongozi wa dini na mashekhe kwa jamii tulokuwa nayo na zama tulizokuwa nazo, ni vizuri pia pamoja na mafundisho ya dini kujua vile vile lugha ya kigeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alimwagiza Zaid ibn Thabit, akamwambia nenda akajifunze lugha ya Kiyahudi. Akaenda akajifunza lugha ya Kiyahudi. Anasema, fama aslama yahudiyun, hakuna myahudi aliyeslimu isipokuwa alipitia kwangu mimi, ndio akaslimu kumwamini Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini hii elimu inatakiwa iambatane na nini? Na tabia. Na elimu ndiyo kigezo hata katika nafasi. Leo niseme wazi, changamoto ambayo Waislamu tuliokuwa nayo hivi sasa na zaidi katika taasisi zetu za dini ni kwamba leo elimu imekuwa sio kigezo. Kigezo ni fitna, kigezo ni majungu, ndio nini kigezo. Wakati kigezo kwa mujibu wa Mtume Muhammad, kigezo ni elimu ya ummul qauma aqra'u kitabillah. Anayetakiwa kuwa kiongozi, imamu katika msikiti ni yule ambaye anawashinda wenzake kwa kukijua zaidi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Leo unamkuta mtu akisoma alhamdu utafikiri anakakabwa kichochoroni na mwizi, sauti sijui inatokea shingoni, ya Rabbi hatujui. Lakini ndio yeye kang'ang'ana, uimamu anafanya nini? Anautaka. Ya ummul qauma, hichi ndo kipimo, elimu ndo kipimo. Al-Imam Ahmad siku moja aliulizwa, tunaenda katika vita, tuna watu wawili, mmoja ana maadili lakini hana elimu, taaluma ya vita. Lakini kuna mmoja ana taaluma ya vita lakini ana changamoto fulani. Tunaenda vitani na nani? Al-Imam Ahmad akasema, naghzu ma'al qawiyil fajir, tunaenda vitani na huyu ambaye ana changamoto lakini ana taaluma ya vita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tunaenda vitani na huyu mwenye changamoto hii
upande huu, lakini ana maarifa, tunaenda naye hivyo hivyo vitani. Akaulizwa, kwa nini tunamwacha mwenye maadili, tunamchukua huyu asiyekuwa na msingi katika upande huu wa akhlaq, lakini ana maarifa, kwa nini? Akasema, fafujuruhu ala nafsihi wa quwwatuhu lilmuslimin, uovu wake utaenda kumgharimu yeye kwa Mwenyezi Mungu, lakini maarifa yake atausaidia Uislamu. Huyu uovu wake utaenda kuadhibiwa, utaenda kuchukuliwa hatua na Mwenyezi Mungu. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa quwwatuhu, na maarifa yake ya kielimu, lilmuslimin, yatawasaidia Waislamu. Wa hadha taqwahu li nafsihi wa dha'fuhu ala almuslimin, na huyu hii hali yake ya kushikamana na misingi hii itamsaidia yeye kwa Mwenyezi Mungu, lakini ujinga wake utawagharimu Waislamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya ummul qauma aqra'u likitabi, anayetakiwa kuwa kiongozi wa watu ni yule ambaye anawashinda wenzake kukijua nini? Kitabu cha nani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ilifikia stage kwamba msomi wa dini kama alivyosema Ibnul Qayyim alayhi rahmatullah. Ibnul Qayyim anasema kuwa innal maa idha balagha alqullatayn lam yahmil alkhabath. Huko ni paache, maanake kutakuja kuleta tabu kidogo. Huko nifanye nini? Ni paache. Lakini kigezo katika dini ni nini? Maarifa ndio kitu nambari moja, na mwenye maarifa ndio anatakiwa kutangulizwa. Leo hata katika maulidi, na leo maulidi ya Sheikh Juma, swahiba yangu, kipenzi changu, hapa anazungumza, ni mtu wangu na nikiharibu ndio karibu yeye, nikiharibu ndio kafanya nini? Ndio karibu yeye. Leo watu wenye elimu wamekuwa wakidharaulika hata katika maulidi hizi. Heshima ni za uongo tulizokuwa nazo, tuambiane ukweli. Heshima za kinafiki, mimi nitawaambia watu mfano, sio kwamba mfano. Jamani, haya mashekhe inabidi wapite mlango huu, kuna mazungumzo anaenda kuzungumza. Unamkuta mtu wa kwanza kukaa ndani, jahili ndio wa kwanza akakaa pale, na yeye kaanza kunawa kabla ya shekhe. Huyo wakati anaonana na shekhe alikuwa anabusu mikono yake huyo, lakini kwenye mazungumzo ya faragha yeye ndio wa kwanza. Sallallahu alaihi Muhammad. Zamani si tumezoea maeneo ya huku haya, hakai isipokuwa mtu ambaye ukimuona unamuona Mtume Muhammad. Leo haitebo zimevamiwa hizi nini? Biriani. Sallallahu alaihi Muhammad. Wakina Shemaege hawa imefikia hatua, pamoja na maarifa waliokuwa nayo, akija kwenye hadhara anakaa kule pembeni, anawaacha wanaojitia wanajua wakae mbele. Nini hivi sasa? Ile qimatul ilm, thamani ya elimu imefanya nini? Hilo niwape mfano mdogo sana. Nimesema nikiharibu na haribu kwangu. Basi nimepokea shekingi, na kile kiwanja cha siku ya mita 400 nimewapa mapacha, lakini changu najua kipo. Hapa katika swala zima la nini, la elimu, kuna changamoto kubwa kweli kweli. Watu kusoma hawataki, na hivi sasa kuna hatari tunapoelekea. Tuna hatari kubwa ya kukosa wasomi wa maana katika nyakati zinazokuja. Wengi wanapenda ushehe na kusoma hawataki, wanapenda kukaa haitebo, kusoma hawataki, wanapenda uimamu msikitini, kusoma hawataki. Na yeye ndo unaweza ukamkuta ananata kuliko hata huyo Sheikh Ahmad mwenyewe.
tunapoelekea jamani kubaya, na haya mawaidha ya kufurahishana inatakiwa ifikie hatua yakome, yaishe. Tuambizane changamoto tulizokuwa nazo tunapoelekea. Leo madarisi zinamtoa nani? Madrasa zetu zinamtoa nani leo? Madrasa wapiga ngoma zinamtoa nani madrasa zetu leo? Wallahi tunapiga kelele, sisi ndio watu tupo katika haki, watu tupo katika haki. Huyu Mchaga naye kajitutumua, Wachaga tunawajua. Leo vitabu hivi sasa vimevamiwa, kama mlikuwa mjui. Sisi alhamdulillah la fakhra, lakini hatulali bila kusoma. Vitabu vimevamiwa hivi sasa, vinatiwa mikono na hawa wanaoipiga vita hii maulidi. Vimevamiwa. Maktaba za kisuni za kisufi ni chache, ni kama hazipo. Leo kasome mpaka vitabu vikubwa, kasome Mughnil Muhtaj, imeingizwa mikono na makosa. Hivi Mughnil Muhtaj unatakiwa kutekosa katika kile kitabu? Mughnil Muhtaj sharhi ya Minhaj at-Talibin, lakini yapo makosa. Kwa sababu gani? Vimevamiwa. Na leo kuna mtu anaitwa Sheikh Gugo. Leo kuna mtu anaitwa nani? Sheikh Gugo. Yaani mtu anaweza akaingia kwenye Google akaandika kitu kuhusiana na Uislamu, akachukua na yeye kisha kuwa mufti, anatoa fatwa katika jamii. Hii ni hatari. Hii ni nini? Ni hatari. Lakini hatari nyingine zaidi katika maulidi zetu, hili swala la kaswida dakika 30 nafikiri lifanywe mapitio upya. Hili swala la kaswida dakika 30 lifanywe mapitio upya. Kaswida dakika 15, njia zote unaweza ukamaliza. Shibri hapa kasoma Qur'an dakika ngapi? 5. Angalia kaondoka na laki. Dakika 5 tu. Kona zote kaweka walinzi kote, katika kaa mwenyewe. Naona tunacheka, lakini tufanye mabadiliko. Haiwezekani kaswida dakika 30 nzima. Kaswida hiyo kaswida gani? Dakika 30 nzima jamani. Jamani, ni kweli ndo tuna mapenzi hivyo na Mtume Muhammad kweli? Dakika 30 kweli? Msemaji dakika 5. Jamani mamsi, hii tabia ya kuambia mashekhe wazungumze dakika 5 iachwe. Hii tabia ya kuambia mashekhe dakika 5 tu iachwe. Tunakuelekea kubaya, jamii inaharibika, elimu inapotea, halafu watu wazungumze dakika 5 tu, dakika 7. Hapana jamani, hapana. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina kubwa ambalo nilikuwa nimepanga kuzungumza, lakini nimeona kwa nafasi niliyopewa na hapa ni kwangu, nizungumze hayo. Lengo sio kufurahishana, au lengo ni kubadilika. Lengo ni kufanya nini? Ni kubadilika. Sasa haya tunayoyasema katika maulidi zinazokuja tuyaone matokeo yake, kwa sababu lengo sio kusikia. Lengo ni nini? Ni kufanyia kazi. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratan mustaqima.